Kama unatazama Biomedia kwa mara ya kwanza mtazamaji, ni kwambie karibu sana popote pale ambako unatazama. Mimi ni Official Rose D kwa ajili ya kukuhabarisha, niko vema sana. Na leo nitakuhabarisha historia ya mwanadada Mange. Tunaambiwa kwamba Mange anazidi kuumbuka, mtangazaji wa Wasafi FM Zungu amjibu, mjadala wazidi kupamba moto mtandaoni. Amejibu nini Zungu, la ni mjadala upi ambao umemeki headline? Usiache kuambatana na mimi mpaka tamati nikuhabarishe hili kwa kina kabisa. Bana, ni usiku wa kuamkia tarehe 11 mwezi wa 3 mwaka 2026. Mwandishi wa masuala ya kijamii anayejulikana kwa jina la Zungu ameibua mjadala mkubwa sana katika mitandao ya kijamii mara tu baada ya kumjibu mwanaharakati Mange Kimambi kupitia ukurasa wake wa Instagram ambao unajulikana kama Official Zungu. Katika chapisho lililosambaa kwa kasi mitandaoni, Zungu alionekana kukosoa baadhi ya kauli zilizotolewa na Mange Kimambi kuhusu wananchi wa Iran na masuala ya kisiasa yanayohusisha mataifa makubwa duniani ikiwemo Marekani. Kupitia ujumbe huo, Zungu alisisitiza kuwa mijadala kuhusu mataifa mengine inapaswa kufanywa kwa tahadhari na heshima kwa wananchi wa nchi husika. Lakini pia Zungu aliandika kuwa si sahihi kuwabeza au kuwadhalilisha wananchi wa taifa lingine bila kuelewa hali halisi wanayoishi nayo. Na anasisitiza kuwa wananchi wa Irani wana haki ya kuunga mkono au kukosoa viongozi wao bila kushinikizwa na maoni kutoka nje ya nchi yao. Na katika chapisho hilo, mwandishi huyo pia alionekana kuwatahadharisha baadhi ya watu wanaotumia ama wanaotoa maoni makali mitandaoni, akisema kuwa wakati mwingine kauli zinazotolewa zinaweza kuonekana kama dharau kwa mataifa mengine. Sasa kauli hiyo pia imeibua mjadala mpana sana, huku watumiaji wa mitandao ya kijamii wakitoa maoni yao kuhusu hoja zinazoendelea. Baada ya chapisho hilo kusambaa, maelfu ya watu wamejitokeza kutoa maoni yao katika sehemu ya maoni kwa maana ya comment section upande wa Instagram mtandao ule. Baadhi yao walimuunga mkono Zungu wakisema kuwa aliongea kwa kuzingatia heshima kwa wananchi wa Iran na kuhimiza mjadala wa busara. Na hata hivyo pia wako ambao waliweza kumtetea Mange Kimambi wakisema kuwa mwanaharakati huyo ana haki ya kutoa maoni yake kuhusu masuala ya kisiasa na kijamii ambayo yanatokea duniani. Wengine walieleza kuwa mitandao ya kijamii ni jukwaa la maoni tofauti na watu wanapaswa kuvumiliana hata pale wanapotofautiana. Wachambuzi wa masuala ya mitandao ya kijamii wao wanasema kwamba matukio kama haya yanaonyesha jinsi majukwaa ya kidijitali yanavyogeuka kuwa sehemu muhimu ya mijadala ya kijamii na kisiasa. So watu wenye ushawishi mkubwa kama mwanaharakati, wengine waandishi na watu maarufu wanapotoa maoni yao, mara nyingi husababisha mjadala mkubwa unaowahusisha maelfu ya watumiaji wa mitandao ya kijamii. Hadi sasa Mange Kimambi bado hajatoa majibu ya moja kwa moja kuhusu kauli ya Official Zungu ambazo aliweza kuziandika katika ukurasa wake wa Instagram. Lakini pia mjadala unaendelea kushika kasi, huku watu wengi wakifuatilia kwa karibu kile ambacho kitaweza kutokea mara tu baada ya mjadala huo. Mtazamaji, tuko vyema sana kuangazia tamati ya mjadala huo itakuwa ni ipi mara tu baada ya Mange Kimambi kuona kile ambacho amekiandika Zungu kupitia Instagram ya Official Zungu. Atajibu nini? Tutaendelea kukuhabarisha, hivyo endelea kusubscribe, kushare, like pamoja na kucomment kwa ajili ya kuwa mtu wa kwanza kupata taarifa mbalimbali.